Aina hiyo kuna mwanamke ameokotwa, maiti imeonekana kule Katoma kwenye shamba la mzee Adamu marehemu. Mwanamke huyo anaitwa Sifa Joseph, Sifa Joseph, sina details za kina, lakini kuna tukio la namna hiyo ambapo kuna mwanamke anaitwa Sifa Joseph aliondoka nyumbani kwake, kamwaga mumewe kwamba anaenda shambani, kuna watu wamempigia simu wakamuuzie ndizi. Nafikiri marehemu alikuwa anafanya biashara ya kununua na kuuza ndizi. Hiyo alipokwenda hakurudi. Hiyo jitihada za kumtafuta zikaendelea na hatimaye jana wakafanikiwa kukutwa mwili ukiwa umefungwa kamba, mikono yake imefungwa kamba, lakini pia amefungwa tambala mdomoni na kwenye maeneo yake ya siri kaingizwa kitu kigumu, kitu ambalo hakuna chochote cha kwake walichochukua, kuashiria kwamba yawezekana kwenye tukio hili ilikuwa ni tukio la kisasi. Sasa kisasi kilitokana na nini? Hayo ndio tunayoyachunguza sasa, kujua huyu aliyefanya ni nani na kwa nini alifanya, na tuna uhakika kuwapata. Yaani hilo halina mashaka, tutawatafuta, tutawakamata na hatimaye sheria itachukua mkondo wake. Lakini bado naendelea kusisitiza tena, matukio haya ya mauaji yanatutia aibu mkoa wa Kagera. Yaani sasa sisi tunaonekana ni wakuuana tu. Ukiangalia mkoa wetu bado uko kwenye mikoa ya juu sana ambayo ina kiwango kikubwa cha matukio ya mauaji. Bado nisisitize, na ukiangalia matukio yote haya tusisitizane, sio matukio ya watu kupanga kwenda kumuua fulani. Yaani ukiona amepanga, basi ni katika 10 unaweza kupata 2 au 3. Mengi ni ya kuto kuzungumza. Yaani watu mmepishana kitu kidogo sana, mwisho mtu anagadhibika, anaanza kumpiga mwenzake mpaka anapoteza hai. Hili halijakaa vizuri sana. Ukiondoa kwamba tunapoteza nguvu kazi ya taifa. Huyu mama alikuwa bado ni kati ya wale watu, yaani yuko kwenye umri ule wa kukimbizana na kupambana, lakini pia huku nyuma kuna watu wamewacha na watoto. Kuna watoto wamewacha ambao obviously watakuwa ni tegemeo, lakini ukimwangalia yule baba kidogo na mwenyewe ashakuwa mtu mzima. Sasa hili maanake tutarajie kuona kesho na kesho kutwa kuna idadi ya watoto ambao watakosa huduma, lakini pia wanakosa ile huduma ya mama, wanakosa mapenzi ya mama. Bado ni washauri wana Kagera, tuzungumze. Yaani hata kama huyu aliyemfanyia hiki kuna mahali walihitilafiana, bado lilikuwa ni swala ambalo lilikuwa linatoa nafasi ya kukaa wakazungumza. Bado ni swala ambalo watu 2 watatu wangewashirikisha hili wala lisingeli kuwepo. Sasa hebu chukulia kwa mfano, baadaye tuje tugundue kwamba ni wivu wa mapenzi. Sasa unajiuliza, sasa huyu aliyemuua alikuwa na haki? Natolea mfano wa lile tukio la Kilimahewa lilitokea mwaka jana mwezi wa 3 au 4, ambapo Hawala alimuua mchepuko wake. Sasa huyo mchepuko naye ni mke wa mtu. Sasa unaweza kujiuliza, yani huyu ile grudge yote hii, yani uchungu wote huu wa kwenda kumuua Hawala yako, una mke, unaenda kumuua Hawala naye ni mke wa mtu, kisa ana Hawala kule anakofanyia kazi, na unamtafuta Hawala naye bahati mbaya anakukimbia. Kwa hiyo maana yake kama angepata nafasi angeua Hawala mpenzi wake huyo, angemuua na mpenzi wa yule Hawala, lakini pia huenda angemtafuta mpaka mwenye mume. Sasa hili tunajiuliza, kwa sababu katika hali ya kawaida, jamani, mtulizane. Yaani huo uchungu anautoa wapi? Kwanza wewe ni kibaka. Sasa kibaka unapata wapi ujasiri wa kufanya haya yote? Yako mambo kama wangezungumza, si ndio? Bwana, mimi mahusiano yako siyataki, hebu acha hili. Singelikuwepo, na bahati mbaya wahanga wengi ni wanawake.
Ndugu wanahabari, Jeshi la Polisi mkoa wa Kagera linapenda kutoa ufafanuzi juu ya picha mnato iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha ng'ombe waliouawa wanaosadikiwa kuwa wameuawa kutokana na migogoro ya wakulima na wafugaji. Uhalisia ni kwamba katika mkoa wa Kagera hakuna tukio la aina hiyo. Katika mkoa wetu kwanza hatuna aina hii ya ng'ombe wanaofugwa kwa kiwango kikubwa kiasi hiki. Ng'ombe tulionao sisi huku ambao wanafugwa kwa kiwango kikubwa ni wale aina ya Ankole ambao nao wanapatikana kwenye vitalu. Hata hivyo, uchunguzi wetu na ufuatiliaji wa kina umebaini kwamba hatuna tukio sio tu la ng'ombe wa maziwa, lakini hata ng'ombe wa kawaida wanaofugwa kwenye vitalu ambao wamekatwa au wameuawa kwa namna yoyote ile kutokana na migogoro ya wakulima na wafugaji. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba hatuna tukio la namna hii katika mkoa wetu wa Kagera, na dhani mtoaji wa taarifa hii alilenga labda kutengeneza taharuki. Katika hali ya kawaida, matukio ya namna hii yana uwezekano mkubwa wa kuleta taharuki kwenye jamii, kwa sababu ukiambia ni matukio ambayo yametokana na wakulima, ni tukio lililotokana na misigano kati ya wakulima na wafugaji, kiasi kikubwa hivi cha ng'ombe wakauawa, ni wazi kwamba kwa mtu ambaye hayuko Kagera na ana historia ya Kagera, ana ndugu wako Kagera, ni wazi ataanza kuuliza, ndugu zangu wako salama? Lakini majirani zangu je? So bado nitoe onyo kwa wale ambao wanapenda kusambaza taarifa ambazo hazina ukweli kwa lengo tu la kuleta taharuki kwa wananchi walioko kwenye eneo husika au kwa nchi kwa ujumla, walioko ndani na hata nje ya nchi. Waache mara moja. Si jambo jema linawatengenezea wananchi taharuki ambayo haina sababu ya kuwepo.